Naitwa Pasco Kalumbete, ni meneja wa kanda Nyanda za Juu Kusini, ambaye pia ni msimamizi wa kiwanja hiki cha ndege cha Songwe. Na hapa tulipo ni kiwanja cha ndege cha Songwe, ambapo pia ni sehemu ya viwanja ambavyo vinaunda kanda hii. Mbele yenu mnaona ni jengo jipya na la kisasa kabisa ambalo lina miundombinu ya kisasa kabisa, limeweza kuboresha utoaji wa huduma zetu na kufanya kuwa ni za kimataifa, ambazo kimsingi watumiaji wa kiwanja chetu wa Nyanda za Juu Kusini walikuwa na kiu kubwa ambayo walihitaji kwa muda mrefu, na serikali imeweza kujibu kiu yao kwa kuwapatia miundombinu ya kisasa kabisa, bora kabisa, ambayo ndani yake tutakwenda kujionea namna ambavyo maboresho makubwa yaliyofanywa na serikali yetu. Jengo hili limeanza kutumika tarehe 23 Disemba mwaka 2023. Ndani ya jengo hili lina miundombinu bora ya kisasa kabisa na ya kuvutia kabisa. Lakini sambamba na hilo, imefungwa mifumo bora kabisa na ya kisasa kabisa, ambayo moja ya miundombinu ambayo ipo kwenye jengo hili ni pamoja na ukumbi wa watu mashuhuri, yani CIP. Ukumbi huu unaruhusu mtu yoyote, Mtanzania yoyote kwenye fedha yake kutumia. Lakini sambamba na hilo, hatujaweza kuangalia watu tu wenye fedha au vinginevyo. Abiria mwingine wa kawaida tumeweza kuandalia miundombinu mingine bora kabisa kama migahawa, na migahawa ya kisasa kabisa ambayo ina varieties ya vyakula na vinywaji ambavyo utavikuta pale. Sambamba na hilo, kumbi zetu tumeweka viti vya kisasa kabisa ambavyo huwezi kuipata kwenye kiwanja kingine chochote kabisa. Viti hivi vinatoa comfortability kwa abiria. Wapo abiria ambao wamesafiri kwenye magari yao kwa muda mrefu, wamefika hapo wamechoka. Kwa hiyo kuna viti ambavyo vinawapa comfort ya kuweza kulala, kupumzika wakisubiri safari zao ili kuweza kuendelea na safari zao huko kwingine. Kwa kuona kabisa kwamba kwenye viwanja vya ndege wakati mwingine abiria wanatumia muda mrefu sana either checking au kusubiri mizigo yao, tumefunga mitambo ya kisasa kabisa, tumeweka teknolojia ya kisasa kabisa kwenye checking counters, hali ambayo inarahisisha abiria kukaguliwa kwa muda mfupi kabisa bila kuchukua muda mrefu. Lakini sambamba na hiyo, tumefunga conveyor belts za kisasa kabisa ambazo zinarahisisha abiria kupata mizigo yake kiurahisi popote akiwa amesimama kuzunguka mikanda hiyo. Serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege imeboresha barabara ya kuruka na kutua ndege. Awali ilikuwa ni ya kiwango cha changalawe, hali iliyopelekea uwekezaji mkubwa uliowekwa na serikali kwa ndege za kisasa kwenye shirika la Air Tanzania kushindwa kutumia kiwanja chetu kwa sababu ilikuwa inaathiri kuharibu injini pamoja na ndege kwa ujumla. Lakini kwa sasa runway imekamilishwa, ina urefu wa kilomita 3.3 na upana wa mita 45, imefungwa taa, hali ambayo inapelekea na inaruhusu ndege kutua na kuruka kiwanjani kwetu kwa wakati wowote ule, masaa 24. Unafahamu kabisa kiwanja chetu kinazungukwa na milima, na wakati wa msimu wa mvua kumekuwa na changamoto kidogo ya uwepo wa ukungu, lakini uwepo wa taa umetoa assurance kwa sasa ndege inaweza kutua wakati wowote, na changamoto ambazo tulikuwa tukizipata hapo awali kwa sasa hatuzipati. Kwa hiyo ile ndege kushindwa kutua na kurudi Dar es Salaam kusababisha hasara kubwa za uendeshaji kwa watumiaji wa kiwanja chetu kwa sasa haipo, na wakati wowote shirika ya ndege yanaruhusiwa kuja kiwanjani kwetu na yatatua ikiwa salama kabisa. Lakini sambamba na hilo, maegesho ya ndege nayo yameongezwa. Kwa sasa tuna maegesho makubwa kabisa ambayo yanao uwezo wa kuegesha ndege kama Max 2 na Bombardier 3 ama Bombardier 5 pasipo ku accommodate ndege kubwa nyingine. Hii imeongeza uwezo mkubwa na wigo mkubwa ambao kwa sasa tunapokea ndege nyingi tofauti na ilivyokuwa hapo awali, kwa sababu tulikuwa hatuna maeneo ya kuegesha ndege hizo. Tukijaribu kuzungumzia namna gani jengo jipya hili limeleta tija, of course limeleta tija kubwa sana kwa sisi upande kama airline. Kwanza jengo lenyewe lina mandhari nzuri, limekuwa ni kivutio kwa wateja wetu na limechagiza pia hata kupelekea kuongeza idadi ya wasafiri. Mathalani tukilinganisha mwaka juzi na mwaka jana mwishoni, tumepata ongezeko la 10% ya abiria kutoka wastani wa abiria 4700
mpaka 5100 kwa mwezi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa. Ukizingatia vigezo vya viwanja na ukilinganisha na viwanja vingine, unaweza kusema kwamba uwanja huu umezingatia vigezo vyote. Una lounge nzuri tu, wateja wanapata huduma zote, una ventilation, una nafasi nzuri, una mazingira mazuri kama vile ambavyo ni viwanja vingine ambayo tumeweza kushuhudia kwenye safari ambayo tunawahi. Mara kwa mara huwa ninatumia uwanja huu wa Songwe. Kwa sasa uwanja huu ni mzuri sana tofauti na zamani. Zamani uwanja ulikuwa mdogo, lakini pia huduma ilikuwa inasuasua, lakini kwa sasa uwanja umeboreshwa, huduma ni safi sana. Kwa kweli wafanyabiashara tunaenjoy sana tunapokuja Mbeya. Tunashukuru sana serikali kwa kutengeneza uwanja mzuri. Ni msafiri, kila mara napita uwanja huu. Nimepita miaka mingi iliyopita mpaka sasa hivi bado naendelea kupita. Kweli kuna mabadiliko makubwa. Uwanja wa kwanza ulikuwa mdogo, huu kwa sasa ni uwanja mkubwa ambao kwa kweli unatutosheleza sisi abiria tunaopita hapo. Kwa hiyo tunapongeza TAA jinsi ambavyo mnatupambania kwa ajili ya taifa letu na abiria wetu kwa ujumla wake. Kwa muda mrefu tulikuwa na maegesho ya magari ambayo yana uwezo wa kuegesha magari 400, lakini kwenye maegesho haya ya magari hatukuwa na maegesho ya magari ya muda mrefu. Tunafahamu kabisa wateja wengi kwenye kiwanja chetu tunapata kutoka nje ya nchi kama vile Zambia, Kongo, Malawi. Wateja hawa wanakuja kwa barabara. Wakija kwa barabara, wakuja na magari yao mpaka hapa, wamekuwa wakiwa na uhitaji mkubwa sana wa kuweka magari yao kwenye maegesho ya muda mrefu ambayo yana mazingira salama kwa ajili ya vyombo vyao. Kwa kuona fursa hiyo, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege sisi tumeweza kujenga maegesho ya muda mrefu ambayo yana uwezo wa kupaki magari 20. Lakini baada ya kukamilika kwa mradi huu ambao uko hapo, tumeona kwamba mahitaji ni makubwa kuliko kile ambacho tumeweza kukiweka. Hivyo imepelekea kwa sasa tuna mpango wa kuongeza maegesho hayo ili tuweze kukidhi mahitaji makubwa ambayo tumekuwa nayo kwenye kiwanja chetu cha ndege. Fursa ambazo tuliziona ni kwa sababu sisi ni wawekezaji ambao tumewekeza kwenye upande wa viwanja vya ndege mbalimbali ikiwemo Arusha na Dar es Salaam pale. Kwa hiyo tukaona pia na huku kuna fursa ambayo ipo inaweza kutufaa, na tukaja tukafanya hizo process ambazo zilifanyika na tukaweza kupata hii nafasi. Kabla ya hapo tulianzia jengo moja la zamani kama mliliona huko nyuma, na tukawa tunasubiri jengo hili limalizike, lakini baada ya kumalizika pia tukaomba hii nafasi na tukaipata. Naweza kuizungumzia kwamba kuna utofauti mkubwa sana baada ya kupata jengo hili na lile la zamani. Tofauti ambayo tumejionea, hata abiria pia wakipita hapa moja kwa moja wanaona huduma zetu tunazozitoa inakuwa rahisi zaidi. Kuna utofauti mkubwa kati ya jengo lile la kwanza na jengo hili jipya. Jengo hili jipya limekuja na fursa nyingi, ikiwepo ujio wa ndege kubwa ambao wamebeba abiria wengi zaidi, na mimi kama mtu anayehusika na mambo ya usafirishaji napata fursa ya kupata riziki kubwa zaidi kwa sababu nabeba wateja wengi. Lakini pia fursa ya jengo hili limekuja na mifumo mizuri ya wageni, hususan wageni, huwa mifumo yake inafanya wageni wanatoka haraka tofauti na lile jengo la kwanza. Kwa hiyo inakuwa nzuri, hususan sisi tunaobeba shuttle ule tunaoshare na wengine, wale wageni tunaowasubiri wanatoka kwa wakati. Kimsingi sisi kama wadau wa sekta ya usafirishaji na Songwe Airport kwa ujumla tushirikiane kwa mabalozi wazuri kutangaza huduma zetu na kuitangaza Songwe ili idadi ya abiria endelee kuongezeka, na hiyo italeta tija zaidi. Ujumbe ambao ningependa kushare na wananchi na wasafiri ni kwamba wanakaribishwa kutumia kiwanja cha ndege cha Songwe kwa sababu ni kiwanja ambacho ni cha kisasa, kina miundombinu bora ambayo hakika hawatachukia kutumia kiwanja hiki. Uwepo wa miundombinu ya kisasa unatoa comfort kwao kwa sababu unaweza kuwapatia mazingira bora kabisa ambayo kama vile migahawa ambayo tumesema ni ya kisasa kabisa, lakini pia uwepo wa maduka ya kisasa kabisa, bar, ukumbi wa CIP, vyote hivi vinatoa comfort na uhakika kwamba Songwe ni sehemu safi na bora zaidi kutumia katika usafiri wa anga. Lakini sambamba na hilo, usalama ambao umehakikishwa kupitia miundombinu ya kisasa kabisa iliyofungwa kama uwepo wa x-ray machine za kisasa, CCTV kamera za kisasa kabisa, unatoa confidence kwao kwamba wanapotumia kiwanja chetu cha ndege cha Songwe
usalama umehakikishiwa kwa 100%. Karibuni sana Songwe, lakini pia karibuni pia tufurahie fursa zilizopo Songwe kwa sababu zipo kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo wote tunakaribisha tuweze kunufaika na fursa hizi ambazo zipo kwenye kiwanja chetu. Lakini kubwa na la msingi zaidi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa moyo wake wa dhati kabisa, upendo na utayari wa kutoa fedha nyingi juu ya kuboresha miundombinu mbalimbali kwenye kiwanja chetu cha ndege cha Songwe. Utayari wa Mheshimiwa Rais umewezesha haya yote ambayo tunaweza kuyasema yaweze kutekelezeka kirahisi kabisa, kwa sababu haya yote yasingeweza kutekelezeka kama tusingekuwa na fedha. Lakini serikali imekuwa tayari kutoa fedha kwa wakati na kuhakikisha kwamba miundombinu yote hii ambayo wote tumeweza kuishuhudia imeweza kujengwa katika ubora ule ambao uliokusudiwa, na imehakikishia Watanzania wote wanaotumia kiwanja hiki mazingira bora kabisa ambayo wamekuwa wakifurahia kutumia kiwanja chetu cha ndege.